mashine hizi zitakuwa mkombozi katika kipindi kile ambapo mvua zitakuwa hazipo. Sisi tutaweza kuendelea na shughuli za uzalishaji kwenye sekta hii ya kilimo bila mkwamo wowote. Kupatikana pia kwa mashine hizi kunaenda kutuhakikishia ndani ya mkoa wetu wa Ruvuma usalama na uhakika wa chakula. Napenda kutoa maelekezo yafuatayo kwenye shughuli hii. Kwanza, kwa vikundi vitakavyogawiwa vifaa, tunzeni vifaa hivi kwa uangalifu mkubwa, kwani upatikanaji wake umegharimu fedha nyingi, na kwa maana hiyo vikitumika vizuri vitaenda kuakisi matumizi sahihi ya fedha kwa maana ya value for money. Lakini vile vile zitumike kwa ufanisi na kwa malengo yaliyokusudia. Tumemsikia hapa naibu katibu mkuu amesema vikundi vitakavyopewa mashine hizi visiende tena kuanzisha vurugu na migogoro miongoni mwao, bali vikawe ni chachu ya kuvitumia kwa tija. Ndugu zangu, tumefika hapa kwa ajili ya kazi moja tu. Kazi ya kuja kukabidhi mitambo hii ya umwagiliaji kwenye vikundi vidogo vidogo vya umwagiliaji. Tunafahamu wote serikali yetu kwa sasa inaendelea na kazi kubwa sana ya kujenga miradi mikubwa. Mheshimiwa Katibu Tawala amezungumza hapa. Tuna zaidi ya miradi 700 nchi nzima. Na lengo la serikali ni kuwa na kilimo cha uhakika. Sisi sote tunajua kwamba ili ulime, jambo la kwanza muhimu zaidi lazima maji yapatikane. Sasa katika kuhakikisha hivyo, serikali imeliona tunaendelea na miradi mikubwa ya umwagiliaji nchi nzima, na mmojawapo ni mkoa wa Ruvuma. Sasa wakati hiyo miradi inaendelea ambayo inaweza ikachukua muda wa miaka 2 au saa zingine miaka 3 kwa sababu ni mikubwa zaidi, kuna miradi ya dharura midogo midogo. Sisi sote tunajua tangu tukiwa watoto wadogo, maeneo yetu tunaoishi kuna mito midogo midogo inapita. Sasa mito hii tumekuwa tunalima kwa uchache. Tunabebelea maji kwa ndoo kumwagilia kashamba ka jaruba moja pengine la mchicha. Sasa serikali imeliona hilo kwamba watu hawa wamejishughulisha tangu muda mrefu. Kwa hiyo ikafanya tathmini kwa kuzunguka nchi nzima. Ikachagua mikoa 7. Mkoa mmojawapo ni Ruvuma. Tumepata mitambo, tunashukuru sana kwa ujio wenu na kutuletea mali kama hizi. Tutakuwa na maendeleo mazuri baada ya mwaka mmoja. Mwaka wa pili tupo juu. Tutamwagilia kutumia tutalima vitunguu, yenyewe mahindi, kiangazi na kifuko, nyanya, yani mazao mbalimbali. Hatutakuwa na shida nyingine tena. Tulikuwa tunamwagilia na ndoo, tunabeba mamini basi ndoo ya kupita kumwagilia mchana mzima, jua linatuwakia. Lakini saa hizi mmetukomboa, tupo pazuri. Saa hizi tumeokoka. Mpaka mwakani mtakavyo tutembelea, tupo juu. Ndoo yananyoa nywele, yani unavyorudi umechoka. Mpaka unafunga nguo kiunoni, ukuchoka huko na mandoo hayo kumwagilia. Ekari moja mtu unazunguka unashindwa, nije nimalizie kesho. Lakini saa hizi tuko vizuri. Mpaka mwakani mtakavyofika, tumeendelea. Kwanza nimefarijika sana kwa kupata mitambo kama hii. Na pia naishukuru sana serikali ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa kutuangalia na kuweza kutuletea miundombinu hiyo ya mitambo ya umwagiliaji. Teknolojia yetu ambayo tunafikiria kuanzia sasa baada ya kupata hiyo mitambo, kwanza kabisa tutaboresha shughuli za kilimo mabondeni, lakini pia milimani. Tutakuwa tunaboresha kwa sababu tulivyoangalia mafundi walivyotuelekeza kwamba ile mitambo ina uwezo mkubwa, na tumejaribisha